Familia ya Brian Mwangi aliyepigwa risasi wakati wa maandamano ya Gen Z ya Omba Msamaha. Ujambo na karibu kwenye mtandao wa Julista TV nikikuletea matukio ya hivi sasa. Kabla nikueleze kuhusu Brian Mwangi Wangari, kumbuka kusubscribe katika channel hii ili ukapata taarifa punde tu zinazotufikia. Brian Mwangi Wangari, kijana mwenye umri wa miaka 30 kutoka Karatina, kaunti ya Nyeri, amekuwa akipata matibabu katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta kwa miezi 7 iliyopita baada ya kupigwa risasi wakati wa maandamano ya 8 mnamo Agosti 8, 2024. Mwangi, ambaye hakuwa mshiriki wa maandamano hayo, alipigwa risasi kiholela, na risasi hiyo imebaki kwenye uti wa mgongo wake, akimwacha akiwa amepooza kutoka kiunoni kushuka chini. Tangu tukio hilo, Mwangi amekuwa amelazwa Kenyatta National Hospital akipata matibabu, huko familia yake ikikabiliwa na gharama kubwa ya hospitali zinazokadiriwa kufikia takriban shilingi milioni 1. Shangazi yake Esther Wangoi, ambaye amekuwa akimhudumia kila siku, ameomba msaada wa kifedha ili kulipia gharama za matibabu na kumhamisha Mwangi katika hospitali nyingine kwa huduma bora zaidi. Kenyatta National Hospital imezidi kujibu ombi la familia hiyo kufika leo Machi 21, lakini hali ya Mwangi inaendelea kuwa mbaya. Hapo awali, President William Samoei Ruto alitoa pole kwa familia za Wakenya waliopoteza maisha na kujeruhiwa wakati wa maandamano ya Gen Z, akiahidi msaada wa serikali kwa waathiriwa, ikiwa ni pamoja na usaidizi wa matibabu kwa waliojeruhiwa. Familia ya Mwangi inaendelea kuomba msaada kutoka kwa umma na mashirika ya afya ili kuhakikisha anapata matibabu yanayohitajika kwa kuboresha hali yake ya maisha. Hayo ndiyo tuliyokuandalia kwa hivi sasa. Ungana nasi kwenye taarifa zifuatazo.